Mawasiliano yetu yako wazi. Ofisi ya mbunge iko, hii ni ofisi ya umma. Sisi ni watumishi wa umma. Kuna watumishi wa serikali ambao kimsingi wao wanafanya kazi kuanzia saa 1:30 mpaka saa 9:30. Sisi watumishi wa umma tunafanya kazi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 asubuhi, masaa 24. Kwa hiyo mnaruhusiwa kunipigia simu kupitia 0753121916. Narudia, hii ni namba ya wote, uwe ACT Wazalendo, uwe kafu, uwe sijui vyama gani vingine ambavyo nimevisahau. Wewe nipigie simu 0753121916, nieleze changamoto unayokumbana nayo kwenye maeneo yako, uwe ya wewe mwenyewe mmoja, iwe changamoto ya kijiji kizima, iwe changamoto ya jimbo, sitachukua na kuzitafutia ufumbuzi. Naitwa Crispin Bernard Kalinga, ni mratibu wa ofisi wa mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deo Mwanyika. Mvua zinazoendelea kunyesha hapa kwenye jimbo letu la Njombe mjini, haswa hapa kata ya Mji Mwema, kata ya Njombe mjini, lakini pia na ile kata ya Ramadhani, zimeleta adha kubwa ya barabara ambazo zinaendelea na utekelezaji kwenye maeneo ya hii kata ya Njombe mjini, lakini pia na kata ya ile ya Mji Mwema. Kimsingi kumekuwa na kelele nyingi za wananchi. Wananchi wetu wamekuwa wanalalamika kwamba wenda wamesahaulika au wenda serikali haitazami, mbunge wao haoni. Changamoto kubwa wanayopitia kupitia barabara hii ya magereza, nyuma ya magereza kuelekea Majengo, nyuma ya barabara ya uwanja wa ndege airport kuelekea kule Nathani, lakini pia barabara ya kuelekea Mpechi kule Yudom, lakini pia madaraja ya kutoka Mji Mwema kuelekea kule Sayuni. Kote huko kumekuwa na malalamiko, lakini pia barabara pia ya Lunyanyu kule kwenye jengo la mkurugenzi wa halmashauri kuelekea kule juu kabisa. Kote huko kumekuwa na uharibifu mkubwa wa miundombinu ya barabara kwa sababu ya mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Kwanza naomba niwaambie wananchi wa jimbo la Njombe mjini kuwa nia ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sio kuwatesa wananchi, haswa katika kipindi hiki cha mvua zinazoendelea kunyesha. Nia ya serikali ni kuhakikisha wananchi wanapata mazingira rafiki, mazuri, haswa ya barabara hizi zinazotumika. Barabara hizi zinazopigiwa kelele hapa mjini ni barabara ambazo tayari ziliwekwa kwenye mpango, tayari bajeti zake zilitengwa, tayari mkandarasi yupo na mkandarasi anasimamiwa na TARURA. Ndugu waandishi wa habari, naomba niwaambie wananchi leo hii, kwanza tangia juzi mvua zinavyoendelea kunyesha, wananchi wamekuwa wakitupigia simu ofisi ya mbunge kutueleza kwamba barabara hizi zinasumbua. Wananchi hao wamekuwa wakiwapigia simu TARURA kueleza kwamba barabara hizi zinasumbua. Lakini kubwa zaidi, wamekuwa wakimpigia mbunge mwenyewe Mheshimiwa Deo Mwanyika kwamba barabara hizi zinasumbua. Na ndiyo maana Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika asubuhi mapema leo hii tarehe 25 akaniambia, ailisha mambo yako yote, tembelea barabara zote za hapo mjini zinazosumbua, na barabara hizo uwe na meneja wa TARURA, mtoke na kauli ya pamoja, mniambie changamoto yake nini. Saa 12 asubuhi meneja wa TARURA ndani ya wilaya hii ya Njombe, engineer, tumeamka mapema kuhakikisha kwamba tunazifikia barabara zote zilizoathirika na hizi mvua kubwa. Barabara ya kata Njombe mjini, haswa huku nyuma ya magereza, barabara ya airport, hizi ni barabara ambazo zilikuwa zinasumbua. Majengo, barabara zilikuwa zinasumbua. Ndio maana sasa hivi unavyoona, kama ninyi wenyewe ni mashahidi, tumezunguka barabara zote zaidi ya 6 hapa mjini. Leo mmeona magreda haya, tuko site. Barabara sasa hivi zinapitika, barabara sasa hivi zimefunguka na barabara zitaendelea kufunguka. Kikubwa ni kwamba mvua zinaendelea kunyesha, na mvua zilikuwa zinaendelea kunyesha, magreda, ukiingiza magreda haya unazalisha tope. Kwa hiyo haikuwa jambo rahisi kuingiza greda kwa wakati huo. Tunamshukuru Mungu kwa siku hii ya leo, jua linawaka kama hivi ninavyoona. Na ndio maana tumemtaka engineer, tumemtaka mkandarasi kuleta magreda haya site, angalau atoe lile tope ambalo linasababisha linasababisha magari kutokwenda, bodaboda kutokwenda, wananchi kutokutumia barabara. Kwa hiyo tunashukuru pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona iko haja ya kukarabati barabara za mjini, kuwekwa lami, lakini pia mbunge wa jimbo la Njombe mjini Mheshimiwa Deo Mwanyika kwa usimamizi mzuri, kwa kushirikiana na wakandarasi, lakini pia na engineer wa TARURA kuzifungua barabara hizi. Naomba wananchi wa jimbo la Njombe mjini waendelee kuwa wavumilivu kwenye kipindi hiki cha mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Ni kweli tunatambua adha kubwa, ni kweli tunatambua kero kubwa ya barabara hizi tunazozitumia. Hata mimi mwenyewe nina mashamba huku, hata mimi mwenyewe nina makazi huku, tunaishi tunatumia barabara hizi.
Kwa hiyo sio kwamba tumeridhika na hizi barabara, uharibifu wa hizi barabara, hapana, lakini hatuna namna. Unafanya nini? Namna ya kwanza ni kuhakikisha barabara inapitika. Namna ya pili, mvua zikishapungua kidogo, kifusi kitamwagwa, kitashindiliwa, itakuwa ni barabara nzuri ambayo wananchi pia watafurahia, wataona matunda ya uvumilivu. Kwa tunaomba watuvumilie kidogo, barabara hizi zinaendelea kufunguliwa, barabara hizi zitaendelea kupitika. Leo hii barabara ya airport hii hapa, kama mnaiona barabara ya airport, jua limewaka kidogo tu tayari TARURA wamemtaka mkandarasi, ameleta grader, ameleta kushindilia. Sasa hizi barabara safi inapitika, kelele zimepungua. Na muda hii hapa ninapozungumza ni barabara ya nyuma ya magereza, kwa maana ya kwenda Majengo. Barabara hii ndio ilikuwa barabara yenye kero zaidi, hii barabara. Lakini barabara hii sasa hivi grader limeingia site baada ya jua kuwaka kidogo, mvua zimesimama kidogo, sasa hivi inapitika hii barabara. Maana yake nini? Maana kwamba barabara zote zitapitika. Lakini pia kuna ile barabara ya Mpechi kule. Tumepokea video usiku, watuonyesha kwamba ni kwa namna gani barabara hizo zimeonyesha uharibifu mkubwa. Barabara ya Mpechi kule kulikuwa na magari makubwa ambayo yanaingiza kokoto katika chuo cha UDOM. Mvua ilikuwa inaendelea kunyesha, gari inayoingia ina mzigo wa kokoto, ina mzigo mkubwa, maana ni lazima obvious itatitia. Sasa vile ambavyo inatitia zikafungwa zile barabara, gari zikazuia njia. Jua limechomoza sasa hivi mchana, yale magari yote yanaenda kuondolewa, barabara inafunguliwa, itaendelea kupitika. Kwa hiyo niombe wananchi waendelee kutuvumilia. Ofisi ya mbunge haipo ofisini, pamoja na kwamba tunashughulikia changamoto za wananchi tukiwa pale ofisini, lakini kero mbalimbali ambazo zinaendelea kujitokeza kama hivi, tunaondoka ofisini na kuja site. Na sio hizi tu, ziko kero nyingi, tunaondoka ofisini tunaenda kwa wananchi. Kwa hiyo tunaomba wavumilie, tupo tayari kuhakikisha kwamba barabara hizi zinapitika. Ndio kama hivi naona leo kuna magari yako nyuma huko yanapitika, bodaboda. Ninyi wenyewe mmeongea na bodaboda kule, kwa mfano kule kwenye magari, kwenye madaraja, mmeshuhudia wananchi wanalalamika kwamba madaraja yamekamilika ujenzi wake, lakini bado hayajafunguliwa. Ni kweli mvua zimenyesha nyingi sana, huwezi kufukia yale madaraja ili yaanze kupitika, kwa sababu ukifukia yale madaraja kwa sasa utasababisha tope, daraja lile obviously litatitia. Sasa ni vema tukavumilia siku 2-3 kidogo, jua hili liwake kwa siku kadhaa, watakuja kufungua zile barabara. Maana baada ya kuzungumza na washukuru sana wananchi. Naomba nitoe rai kwa wananchi, lakini pia kuwaomba wananchi, tunatambua kwenye changamoto vile vile hayawezi kukosekana maneno. Hayawezi kukosekana maneno. Watu wanaweza wakaja hapa wakazungumza uongo wote wanaojua, wakazungumza na maelekezo mengine yakatolewa, lakini mimi niwaambie tu wananchi kwamba mbunge Mwanyika anafanya kazi kwa vitendo. Ndio maana unakuta tupo hapa. Mheshimiwa mbunge anafanya kazi kwa vitendo. Ndio maana sisi tumekuja kuangalia hii adha kubwa iliyokuwepo. Kwa hiyo myapuuze maneno kwamba eti mkandarasi amekula fedha imeisha, eti mkandarasi ameondoa vifaa vyake site. Hapana. Mkandarasi yuko site, na ndio maana mheshimiwa mbunge akanituma nije hapa nithibitishe changamoto ya barabara, lakini pia tutafute suluhisho au solution ya hii barabara. Ndio maana tumekuja na magreda mmeona hapo site yanakuangua barabara. Kwa hiyo hayo maneno ya mtaani watakuja watapiga hata babwaja, hizo ni porojo. Kwa hiyo wavumilie, wananchi mvumilie. Sisi tupo tayari na mbunge yuko tayari na TARURA wako tayari na mkandarasi yuko tayari, na tunamshukuru Mungu yuko tayari, naye katuachia neema ya jua linawaka, barabara inafunguka, itaendelea kupitika, huduma zote za kijamii zitaendelea kupatikana kwenye maeneo yetu, haswa wananchi wa barabara ya Majengo nyuma ya magereza. Kwa hiyo mvumilie, barabara tayari imeanza kufunguka, magreda yameanza kupita, yatashindiliwa, kifusi kitamwaga kama najua nilikuwa naongea na wakati nakagua asubuhi hapa na engineer wa TARURA, meneja wa TARURA wilaya ya Njombe, ananiambia mara baada ya hizi mvua kupita hapa katikati, tusubiri wiki moja wiki mbili, tutaanza kupata kifusi chenye kokoto, angalau barabara ziwe zinapitika. Sasa hivi huwezi kwenda kupata kifusi kokote, kwa sababu ukichukua kifusi magari yatatitia. Ukichukua kifusi kuja kumwaga hapa itakuwa ni tope, itakuwa adha kubwa, lakini pia itakuwa ni matumizi mabovu ya fedha za serikali. Ni kitu ambacho pia hatuwezi kuruhusu uchukue kifusi leo uje ukimwage hapa. Ni matumizi mabovu ya fedha za serikali. Kwa hiyo tusubiri kidogo, tuvumilie kidogo. Hizi changamoto 2-3 kwa siku 2-3. Hizi mvua ziko hatua za mwishoni. Ni mvua kubwa, ni kweli tunatambua mvua kubwa na shughuli za wananchi hazipaswi kusimama, na ndio maana mkandarasi yuko hapa. Kama vile barabara ya Etoni Manda ile barabara ya Etoni. Kulikuwa na maneno yanazungumzwa wana babwaja, lakini kiuhalisia ni kwamba huwezi kumrudisha mkandarasi site pale na mvua hii.
Na ndio maana serikali option ya pili ilichokifanya ni kuhakikisha mkandarasi anakuwepo site masaa 24, barabara inapitika. Leo barabara ya Itoni, why watu hawapigi kelele? Hawapigi kelele kwa sababu serikali imeona ifanye mbadala, badala ya kumleta mkandarasi aendelee kutekeleza ule mradi na mvua hizi, barabara itakuwa chini ya kiwango obvious. Sasa kwa nini barabara ijengwe iwe chini ya kiwango? Tuwe vumilivu kidogo wananchi. Asante. Wananchi mnapokutana na changamoto zozote ndani ya jimbo la Njombe mjini, iwe barabara, iwe katika sijui kwa madaraja, iwe sijui ya kitaaluma, ya kiafya, ofisi ya mbunge wa jimbo la Njombe mjini iko wazi masaa 24. Simu zetu ziko wazi. Tupigieni simu. Njooni ofisini. Naomba nitumie nafasi hii kutangaza ofisi ya mbunge wa jimbo la Njombe mjini Deo Mwanyika. Ipo ofisi nzuri, mataa pale TANESCO. Au unaweza kusema kwa lugha nyepesi Njombe DC, ofisi ya mkurugenzi wa zamani hapa Njombe DC kwenye mataa ya TANESCO. Tupo wazi masaa 24, mtatukuta hapo, mtaeleza changamoto zako, tutazichukua, tutatafuta namna sahihi ya kutatua hizo changamoto. Sisi tunapokea changamoto, hatukae nazo mfukoni kama peni. Tunachukua changamoto na kuzitafutia ufumbuzi. Iwe changamoto ya migogoro ya ardhi, tutakuunganisha na wataalamu wa ardhi. Iwe mgogoro wa masuala ya kitaaluma, tutatafuta wataalamu wa kitaaluma, watasuluhisha, watatatua changamoto hizo. Tataja. Naitwa Yosia Jackson Malila, mkazi wa Igereke, pia ni kiongozi kwa pande fulani, ni balozi. Ukweli kazi ya Mwanyika naipongeza, tena naipigia makofi mengi zaidi na zaidi, kwa sababu anatuona sana wananchi. Isipokuwa labda kwa changamoto ya barabara. Changamoto ya barabara hii si kwamba ilikuwa na kumsudi mbaya, si wenyewe tulitangulia kulalamika na kuwa na changamoto iliyo zaidi, ila tu msimu hata tungesema si rafiki, lakini wazi tulikuwa pamoja, hata malengo yalikuwa mazuri, ila ni kifusi zaidi. Napo haikuwa changamoto iliyo zaidi, ni kifusi kidogo. Sehemu za mwanzo wa barabara toka njia panda ya Magereza kwenda Nzenge na njia panda ya Igereke ni padogo tu, kifusi kile kilikuwa laini. Jina naitwa Janeti, ni mkazi wa Yerusalemu, ni Mrs. Petro. Tunapitia changamoto kubwa sana katika hii barabara yetu. Barabara, vitu ambavyo tunapitia changamoto mmoja hapo, maji kujaa katika barabara. Watoto tunapowavusha kwenda shuleni inapitia changamoto, watoto wanasombwa na maji. Kwa hiyo tunapitia changamoto kubwa sana. Tunamshukuru Deo Mwanyika kwa kutuletea barabara hii, lakini bado haijaisha. Tunamuomba tusaidie sana ili iishe.